Uliwahi kuona wapi? Kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni. Kuteka watu ni jambo jema, ni jambo la kimungu. Sio jambo la kimungu. Kuua watu, sheria zipo. Kama mtu anakosa, akamatwe, apelekwe polisi, apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu kihuni, kidhalimu, kuchukua judgment ya kuua watu ni jambo la kimungu. Watu wanajipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka 4-5. Tunazungumza kuhusu Azori Bwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu wakina Mrai, wakina Deusdedit Soka, kijana wa miaka 25 ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili. Tunazungumza kuhusu Mdude Nyagari. Tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura. Tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Chocholi amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya siasa. Utekaji sio siasa. Utekaji ni uhalifu, ni dhambi. Na viongozi wote wa dini, wale wanaosoma Biblia, waelewe watumishi wa Mungu wakina Abed, Meshach na kina Abednego. Wakina Meshach na Abednego walikuwa wanapinga tawala za kidhalimu kama hizi. Ni tawala kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawala za dhalimu. Na ndio kazi ya hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima. Anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10. Anaimba mama oye. Watu wanapunga mkono, wanaunga mkono mama. Hapo alikuwa afanye siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa. Kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapa hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu, Ndongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa kweli. Tumekuwa na chaguzi za kihuni, huo ni ukweli. Tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uoga, uragai mwingi katika michakato ya uchaguzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia wagombea wa vyama mbalimbali vya upinzani wakienguliwa kwa hila za Chama cha Mapinduzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutokuaminika, huo ni ukweli. Sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Watanzania ili wapaze sauti zao, kuiambia serikali izingatie, ione umuhimu, isifanye masihara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mfumo ya uchaguzi yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya nchi hii.
Yaani mabadiliko tunayotaka ni kwa ajili ya kulinda amani ya nchi. Na la mwisho kabisa ni hili ambalo wanaharakati kutoka nchini Kenya wamelizungumza.